Neno ambalo tulikuwa tumepewa katika kiongozi kalenda ya kwetu kwa Jumapili ya leo lilikuwa ni Mathayo 11, 16, 25 hadi 30, ambalo ndilo neno lililotumika kwa Jumapili iliyopita ya sikukuu ya idara ya kina mama. Kwa niombe kwa leo tutafakari neno kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 14 mstari ile wa 22 na tutaishia ule wa 33. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 14 mstari ule wa 22 na tutaishia mstari ule wa 33. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 14 mstari wa 22 hadi ule wa 33. Maneno ya Mungu yanasema: Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano, naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mpisho. Hata wakati wa zamu ya 4 usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akajibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tutafakari maneno haya kwa uchache, ambapo somo letu litasema, Bwana niokoe, ninazama. Tunaposoma maneno haya katika injili hii, tunakutana na habari za Yesu Kristo wakati akifanya kazi mijini na vijijini, akiwa katika utume wake wa kuponya roho za watu na kuwahubiri habari za wokovu. Tunaona katika Biblia Yesu Kristo anawarisha watu 5,000 mikate kwa samaki wachache pamoja na mikate. Ndipo anapopokea utume huu kwa kuambia wanafunzi wapande chomboni kuvuka ng'ambo. Ukisoma juu kabisa katika injili hii, inawezekana wakati huo alikuwa na maumivu moyoni baada ya kupokea habari ya kwamba Yohana Mbatizaji ambaye alitangulia kwa ajili yake amekufa na amezikwa. Kwa hiyo wakati huu alipowalisha watu hawa, ndipo anapochukua jukumu la kuambia wanafunzi wapande chomboni, akiwataka wavuke ng'ambo ili waendelee na safari. Lakini Yesu alipowaambia watangulie, yeye hakutaka kupanda chomboni. Yeye alienda mlimani akiomba faragha. Biblia imenyamaza kwamba katika maombi yake alijikita kuomba nini. Je, aliendelea kuombea huduma yake au aliendelea kuomba kwa ajili ya Yohana aliyepokea habari yake? Biblia hapo imenyamaza. Lakini baada ya kuendelea kuomba kwa muda mrefu,
wakati na chombo hiki kiko mbali katika safari, kiko baharini, katikati ya bahari, upepo mkubwa ukakiyumbisha chombo kikakosa mwelekeo kwa ajili ya upepo. Yawezekana wanafunzi waliokuwa katika chombo kile walianza kulaumu, kwa nini ametutanguliza peke yake? Yawezekana katikati ya safari ile walimlaumu Yesu, kwa nini amebaki nyuma? Kwa sababu waliona mawimbi makubwa na wanatamani kuanguka katika bahari. Lakini Yesu naye amemaliza maombi yake, anafika ng'ambo, anaangalia chombo kiko mbali, anawaona wanafunzi wake wakitaabika. Ndipo Yesu akachukua jukumu la kusimama kuanza safari, kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anachukua jukumu baada ya kuwaona wanafunzi wake wanataabika kwa upepo. Akaona si vema wanafunzi wangu, si vema ndugu zangu wakawa katika hali ya hofu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona chombo kiko mbali kinataabika, Yesu akaona jukumu la kutembea juu ya maji, akiwa hana mashaka, akiwa hana namna ya woga, kwa sababu yeye ni Mungu. Akaona hii ni nafasi ya kwenda kuwasaidia wanafunzi wangu. Biblia inasema akaanza kutembea juu ya maji kwa kishindo kikubwa pasipo kuzama. Wanafunzi walipomwona Yesu wakazani ni kivuli, wakazani ni watu wasiojulikana, wakazani wanaenda kuvamiwa, wakaanza kuogopa kwa hofu, wakashikwa na mshangao, wakaanza kutetemeka. Lakini Yesu akawaambia, ni mimi, msiogope, jipeni moyo. Petro anaposikia sauti ya Yesu kwamba ni mimi, msiogope, Petro akamwambia, ikiwa ni wewe Bwana, niamuru nije juu ya maji. Yesu akamwambia, njoo mwanangu. Petro akashuka kwenye chombo kilichokuwa kinataabika na upepo, akaanza kutembea juu ya maji akiwa na matumaini ya kwamba Yesu ameniita, nitatembea. Yawezekana wanafunzi walishangaa kwamba mbona naye ni kihelehele, mbona naye anatamani kufanya jambo analofanya Yesu. Lakini Petro akatembea juu ya maji. Alipotembea juu ya maji kwa muda kidogo, akaona wimbi linakuja kwa nguvu. Petro moyoni mwake akapata hofu, moyoni mwake akapata mshangao, akaanza kutetemeka. Alipoanza kutetemeka, akaanza kuzama. Wakati alipoona hofu moyoni mwake, ndivyo alivyoanza kuzama katika maji. Alipoona sasa nazama, akamwambia Yesu, Bwana, nazama. Yesu naye akamjibu akamwambia, kweli na kuona unazama mwanangu. Lakini akaendelea kuona hakuna msaada, akapiga kelele zaidi, akamwambia, Bwana, niokoe, ninazama. Ndipo Yesu akamwambia, wewe mwenye imani haba. Akamshika mkono akamwinua. Walipopanda chomboni, Biblia inasema upepo ukatulia na chombo kikatulia, watu wakaanza safari. Lakini hata waliopo ndani ya chombo wakamsujudia Yesu wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipomwambia Petro, ewe mwenye imani haba, kwa sababu anaangalia namna alivyomwita, anaangalia namna alivyompa nafasi ya kutembea juu ya maji, akaona imani yake haipo. Kama Yesu aliyemwita njoo yuko mbele, yeye ameogopa. Ndipo Yesu akasema, ungekuwa na imani zaidi, ungelikuwa umeniona mbele yako,
ungelitambua moyoni mwako kwamba mimi niliyekuita nisingekuacha ukapata madhara. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, imani yako iko wapi? Tunaweza tukajiuliza